Wewe. Simama. Simama. Ndio ufuaji gani huu? Hiyo mikono yako ina nguvu. Yaani unanifulia mimi nguo yangu hivyo nabaki na madoa. Unataka huko barabarani nikipita unaniambia mimi sijui kufua, si ndio? Si ndio unachotaka? Lakini mimi vidole vinauma, unajua nimefua sana. Hivyo ndio mimi namalizia tu. Mimi nimefua nguo zote mikono inauma. Yaani wewe kufua tu nguo mikono inauma. Wanaume wenzako huko wanafanya kazi ngumu na hawalalamiki. Ila wewe tu nguo tu, yaani nguo sijui ngapi unaanza kulalamika. Hivyo upoje? Na kama umechoka, uniambie uondoke. Na ukishindwa kuondoka, nitaondoka hata mimi mwenyewe. Sasa yote amekujaje? Mimi nimekwambia naimalizia hii nguo, mbona jambo la dakika 2 tunamaliza. Sio swala la kumalizia nguo. Kila siku mimi naongea neno moja. Hivi wewe ni mwanaume gani? Unashindwa kukaza? Alafu kwanza unanibana bana. Ni bora tu uondoke. Mabege kwa hapa. Natoka, nikirudi nisikukuti. Una akili kweli? Yaani tunaongea kila siku the same thing lakini hutaki kuelewa. Tunajaribu kuelekeza lipi ni zuri, lipi ni baya. Yupi mwanamke ni sahihi na yupi sio sahihi lakini hutaki kutusikiliza kabisa. Mkane, sisi tumekuwa. Mkane, hayo mahusiano uliyoyapitia wewe, sisi tuliyapitia before kabisa huko. Tunajua mwanamke akiwa ni mzuri na tunamjua mwanamke akiwa ni mbaya. Kwa tunavyokuelekeza is just tunakuelekeza kitu kilicho sahihi lakini hutaki kutusikiliza kabisa. Yule mwanamke akupatia nini? Yule mwanamke anakupatia oxygen. Kwamba ukimkosa ukiachana naye utakufa, utashindwa kupumua. Yaani mdogo wangu dhahiri shaili wewe umerogwa. Yaani unaendelea kumpenda mtu ambaye hakupendi. Unaendelea kumpenda mtu ambaye anakuthariti every day. Just imagine, wewe mwenyewe unawajua mabwana zake. Hakuna mabwana watatu unaowafahamu mimi. Je, ni sio wafahamu? Kuna Kacha. Kuna huyu kijana huyu wa hapa chini hapa nani huyu Ofini. Bado kuna Tino. Bado kuna wewe but don't understand kama yule mwanamke hakupendi. Kwa nini? Kaka, msio kama nashindwa kuwasikiliza. Yule mwanamke nampenda sana. Hata ikifikia tu anataka kumwacha nashindwa, sababu moyo wangu bado hajaruhusu kumwacha. Unafikiri mimi nitafanyaje sasa? Sasa nisikilize. Nisikilize kwa makini kabisa. Si hakuna cha kubadilisha. Yule mwanamke si amekufukuza. Amekuona manake hauna thamani. Ile nyumba kodi unalipia wewe. Chakula wewe ndio unenunua. Lakini kakufukuza maana yake anaweza kujikimu. Naomba utoke hapa kachukue mabegi yako na uje hapa nyumbani. Nadhani tumeelewana. Afadhali hata nimekuona. Wewe mwanamke shetani usiokuwa na haya, ambao unahisi kila binadamu unaweza kumudu. Hivi huo uchawi wako utauacha lini?
Yaani huo ujinga wako ambao unawafanyia wanaume wadogo wadogo hao wasiokuwa na akili timamu, basi na wao wanashikika makalio, ukiwashika ni utauacha lini? Au labda kuna kitu naomba nikuulize, huenda nikawa sielewi. Labda Mkane kakukosea nini kikubwa hadi uamue kwenda kumloga na kumfunga asiweze kujitambua? Hivyo shemeji, haya maneno unayoongea na wewe ukijiangalia, unaona kabisa vinaendana? Huyo Mkane mimi ni mtesi kwa kipi alichonacho. Alafu mimi ningekuona na akili kama ungenifuata nyumbani tukaongea, na sio kunipigishia kelele hapa barabarani. Kwamba unataka watu wote hapa tusikilize. Na ungekuwa unataka hivyo ungetembea na speaker watu wote wasikie au wajue kinachoendelea. Mimi nadhani akili zangu uzifahamu vizuri. Mimi chizi. Yaani usilolijua mimi chizi. Muda wowote ule naweza nikachange bila kukuangalia wewe ni nani. Ndio maana nimekuuliza kwa ustaarabu ili unipe majibu fasaha. Sasa unavyoanza kunilopokea tena unaniona kama mimi tunaendana, hapo unatafuta mimi nibadilike niende kwenye swala langu ya pili. Unavyopiga kelele hapa, unataka tu wajue mimi namtesa mdogo wako. Hivi hata ukiangalia mtoto wa kike na wa kiume yupi anapaswa kumtesa mwenzake? Au yule mdogo wako ni shoga? Sasa nisikilize. Si umemfukuza nyumbani? Please, nakuomba kwa ustaarabu nikiwa kama malaika. Usije kutamka tena jina lake kwenye huo mdomo wako mchafu. Na right, kama nikija kusikia popote pale unamwongelea Mkane, jukumu hilo nitalivaa mimi, alafu I will show you who I am. Aso Dusko, bora nimekutana na wewe tena. Mimi zako kuongea mara mbili nishachoka saizi. Huku tunapoelekea saizi nafanya vitendo tu. Hivi nilikwambia mara ngapi kuhusiana na yule mchumba? Hivi ni kipi ambacho ukielewi? Kipi ambacho ukitambui kwake? Mkane, hivi wewe unajua mimi maumivu gani ambayo unayapitia kwake yule mchumba? Hivyo unajua mimi ninavyompenda Maua? Unajua mimi napambana vipi? Nagaramikia vipi pale? Nisikiliza Omboy. Yule manzi wa kwangu mimi utaingia kitambo na kila kitu unaelewa yani. Hakuna chochote ambacho ukielewi. Wewe kwa yule mchumba upo kama haya tu. Si unaelewa? Hauna makazi, hauna sehemu ya kula, hauna kitu chochote kile. Hizo unazoleta za hao. Afu dakika mwisho unavyoendelea kuchekechekea ninavyokuacha hivi inakuwa fedhea upande wangu mimi. Si unaelewa? Waiting is over. Oya nakupa masaa 8 tu akisela. Yule mchumba achana naye. Msahau, yani futa kabisa details zake, au sio? Anza upya yani moja. Kaa load, tafuta namba upya mwanangu. Mbona mademo hapo kibao tu load huku mshikaji wangu? Wewe umempendea nini yule? Cheki mtu mwenyewe kwanza ulivyo, tofanani naye kabisa. Wajua watoto 2000 kama watoto 2000 wanapenda ile, wanapenda masela huwaelewi yao. Hebu zingatia itikeli basi on time, sio unaelewa? Unajua nini? Wanawake wengi sio issue hapo mtaani. Lakini kiufupi mimi hisia zangu zote zipo juu ya Maua. Yaani nampenda Mondo, maana nikachukua tu kwenda kwa wazazi wake. Kausha Mboi, vipi babu? Wewe chachi boy, sikiliza nikwambie kitu kimoja, au sio? Nikupangilie ndosi, maana unajifanyia sio muelewa Unajifanyia na ubongo wa mente mwenetu. Nishakwambia yule mchumba mtu wa mtu. Au unataka mimi niongeaje mwenetu? Niongelee kishundo ndio utaelewa au? Mimi nishamaliza mwenetu, sirudiage tena. Nishakupa masama. Masama 8 ya hapa. Sio ma V8 ma 8 ya hapa. Sio unaelewa? Masaa 8 yule mchumba achana naye, kausha yani, beba kila kilicho chako sepa. Shamba mmoja
Kacha, ndugu wangu nakuheshimu sana tena zaidi. Yaani nawaheshimu wadogo zangu wote kwenye huu mtaa, lakini mnapoelekea mnaenda kunikwaza. Kwa hiyo nakuomba kitu kimoja tu. Naomba uache kunisumbulia mdogo wangu. Mdogo wangu naamini kabisa haja kukosea chochote. Mdogo wangu hajawahi kosana na mtu yoyote yule. Lakini wewe na hiyo kidumu chako ndio mmekaa kumchokonoa tu mdogo wangu, anakaa bila amani hata kidogo. Wewe nyoko nini? Wewe unaposema kidemu unamaanisha au sio? Yule sio kidemu yule. Yule mampenzi. Yaani mamtu wangu mimi namwita kidemu, sio? Wewe. Kidemu watoto 1990. Kale katoto katotoka 2000 la. Kwa hiyo mheshimu kama unavyoniheshimu mimi. Yaani ukitaka discipline ni kuheshimu wewe. Make sure kwamba na yule pale unamheshimu au sio? Unamrespect. Sasa ukimpotezea heshima yake, mimi mwanzo saizi akili yangu ishapata moto. Nishachizika saizi. Akili yangu haipo sawa. Mimi naona akili yako kweli imeshika moto. Yaani for real akili yako kweli imeshika moto. Yaani wewe unanipandishia mimi sauti? Yaani unataka kucompete na mimi, si ndio? Kacha. Nimekutoa huko chini hivi mpaka sasa hivi umeanza kuvuta hiyo mibangi yako, unajielewa, afu unaanza kunipandishia mimi sauti. Kwamba unaweza kanimudu? Baridi tu mwana, afu kwanza mda swala hapa wala autori. Autora mujaber. Anchelesha swala mimi mshamba. Yaani nakwambia wewe haunijui. Nakupa muda mchache tu, endelea tena kumzingua uone. Na kuhamisha mtaa huu. Yaani naongea na wewe serious, and you just taking me like I'm your little boy. Okay, sawa. Kulikoni? Mbona kama unaonekana uko sawa? Siwezi kuwa sawa hata kidogo. Kwa sababu kuna watu yani wanataka tu muda wote wewe uonekane mbaya. Yaani hawapendi kukuona kabisa ukiwa umerelax, umetulia. Just imagine. Mkana unavyomjua wewe ana shida gani na mtu? Lakini kuna watu bado hawapendi kumuona Mkane katulia tu. Alafu na Mkane nimeshamwambia aachane na yule Maua, lakini hataki kunielewa hata kidogo. Maua sio mwanamke. Nachi, just imagine Maua wako na wanaume 3. Mkane 4. Yaani Mkane anachukulia kigezo cha kwenda kwa wazazi wake Maua kwamba ndio hawezi kumwacha. Eti ana upendo wa dhati sana. Rafiki yangu, mtu anaolewa anaachika, ana watoto anaachika, wale wameenda tu kujitambulisha, wamekwenda tu kutoa mahali ambapo talaka inakubaliwa, lakini hataki kuelewa kwamba yule sio mwanamke sahihi kwake. Hivi ni mwanamke gani ambaye anaweza kusubutu kumchukua bwana wake na kupita naye kwa mume wake aliyekwenda kujitambulisha, alafu anamtambia hadi yule bwana wake yule Kacha, yule muuni yule anakwenda nampiga biti Mkane, lakini bado Mkane hataki kuelewa. Mapenzi ya aina gani? Sometimes lazima ni act as a brother. Kwa sababu siwezi kumuona ndugu yangu anateketea tu afu namwangalia eti nasema eti niko sawa. Afu kibaya zaidi kilichonichanganya this time, nimekwenda kuongea na yule Kacha, ananiambia eti yani like ananimudu sana. Eti your brother sijui yeye anaongea na mimi like ananimudu yani kama mtoto wake au kama kitoto fulani hivi alichokilea yeye, na kati mimi nimemchukua akiwa mdogo, nimemfundisha ule uhuni wote mimi mwenyewe hapa. Afu anakuja kunijibu tu the way anavyoweza. Nawezaje kuwa sawa? Mume wangu, nisha kwambia usipende kuingilia mahusiano ya watu. Kuna muda utakuja kuonekana wewe mbaya. Kwa sababu sasa hivi wamegombana, wewe unakwenda kusuluhisha. Tena unabezi upande mmoja. Wakija kupatana utaonekana mbaya. Nachi, siingilii mahusiano ya watu. Mimi naingilia life la mtu. Kwa sababu just imagine yule kijana yule Kacha na ile mibangi yake aje aende kwa Mkane amdhuru, ampige bibisu akufe. Kesi itakuwa kwa nani? Shida itakuwa kwa nani kama sio sisi ndugu?
Lazima nitaulizwa, brother, ulikuwa wapi? Kwa nini usingelifuatilia mapema na ukalizuia? Lazima itakuwepo kesi kwenye familia. Kwa nini yale yote yalikuwa yanatokea, kwa nini asingerudi nyumbani? Kwa hiyo mimi na stand as the brother kwa ajili ya kutetea life la mdogo wangu. Usije kaniambia eti mimi naingilia mahusiano ya watu bwana. Hapo mimi naona tunanichanganya. Maua, nategemea jibu moja tu kutoka kwako. Uniambie kuwa yule mshamba tayari ushamtimua maskani pale. Ndio, nimemtimua. Nimemtolea mabegi nje. Ila nitakuwa na wasiwasi kama hajaondoka. Maana nimemwacha bado yuko pale nyumbani. Hapo ndo unapofeli Maua. Wewe mbona kwa sio muelewa rafiki yangu? Nishakwambia mtimue yule. Wewe ushaiko na wapi mafali yule kaka kazi moja Maua? Nisikilize. Fuata kama mimi nilivyokuambia. Usiende nilivyo sivyo basi. One time usiforce mashetani yangu yapande basi. Ni swala dogo tu la kumtimua, unachukua tu mabegi yake unatupa nje anaenda kwao. Hana wazazi yule. Mbona kwa hajaua yule, babake yupo, mamake yupo. Mwanzo alitoka wapi alikaa wapi? Sasa alitoka kwa babake na mamake. Kwa anatakiwa arudi kwao yule pale. Si unaelewa? Afu cha kuzingatia, wewe mwenyewe unajua mimi ninavyokupenda wewe. Kwa sasa ukiendelea kunikela utaniforce mimi nitafute mademu wengine huko. Sasa yote hawa ya nini? Utakwenda kupata mauti hai 100 yote ya nini sasa? Utakuja kulivuna gono huko. Mimi nimekuelewa wewe. Kwa sasa usiniforce. Mademu hapo kibao rodi huko. Sio ni kazi kwenda kuchukua. Sio unaelewa? Unapokabidhiwa moyo unabidi upokee. Unapobebwa nawe bebeka. Afu mwenyewe unaelewa mapenzi ya kisela. Mimi mwenyewe na roho nzako. Naumia vile vile kama unavyoumia watu wengine. Sio unaelewa? Mimi nakupenda wewe. Kosa fanya hivyo. Aba mpenzi usifikie huko bana. Mimi sinisha kuhakikisha kwa nitamtoa. Yaani lazima pale aondoke. Usifikie huko. Sawa, fanya hivyo. Yaani ukitaka mimi nisifikie huko. Wewe fanya kweli tu. Mchomoe mbona kitendo cha dakika 0 tu wewe pale. Niahidi basi kama utafanya hivyo. Nakuahidi mpenzi wangu. Sawa. Mimi nakusikiliza, ufikiri na mwingine nitakayemsikiliza zaidi yako. Wewe bado upo tu? Unasubiri nini? Mimi si nikwambia nikirudi nisikukute. Kichokufanya uendelee kukaa kitu gani? Lakini Maua, mimi singeweza kuondoka sababu basi sijui tatizo ni nini mpaka sasa. Kosa lako wewe. Ni mimi kukwambia nisikukute hapa afu bado nakukuta. Hilo ndo kosa lako wewe. Au unataka wewe majirani wanione mimi mbaya? Wewe unakunyanyasa wewe, si ndio? Kwamba nakutesa wewe. Unang'ang'ana nini kwangu? Au mimi nina kitu gani cha ajabu wewe ambacho ukienda huwezi kukipata? Lakini Maua, nataka kabisa mimi nakupenda. Na unajua kabisa mimi siwezi kuishi mbali na wewe. Kama kuna kosa nimelifanya mamangu niambie basi. Mimi siwezi kuondoka, kama kuna kitu chochote nataka mimi nifanye hapa ndani niambie, mimi nitafanya chochote kwa ajili yako. Lakini swala la kuondoka mimi siwezi Maua, kusema kweli. Huwezi kukaa mbali na mimi eh? Jinsi ambavyo wewe huwezi kukaa mbali na mimi, ndio jinsi hivyo hivyo mimi sitaki kukaa na wewe. Kwani unielewi? Lakini Maua, kama kuna kosa nitakuwa nimelifanya kwako, niambie basi nijue mimi nimekosea wapi, tuzungumzie yaishe mama. Unajua kabisa mimi nakupenda na ni sababu nakupenda. Kwa nini lakini? Wewe, sinishakwambia sikutaki. Sikutaki. Sasa mimi naingia ndani. Si nimekutolea mabegi yako umekataa kuondoka? Nisione hiyo miguu yako unaleta ndani. Maua. Maua. Usinisumbue bwana wewe. Maua, kama kuna sehemu basi nimekukosea niambie mama, tule kibishe, lakini kunifanyia hivi na kunifanyia mzuri mimi unanitesa. Maua. Acha basi kwa hivyo mama.
Mkani. Mbona umelala hapa nje? Kuna shida? Hakuna shida. Asa kama hakuna shida, mbona umelala hapa nje na hili baridi na hawa umbu na hii hali ya hewa ya sasa hivi ya mvua? Huoni kama ni hatari kwa afya yako? Hakuna shida. Mimi ndani kuna joto na mama nije nipumzike tu hapa. Odi. Odi. Nani tena jamani saa hizi? Ni mimi Rebeka. Unataka nini? Maua, fungua tuongee. Tuongee kesho bana. Basi sawa. Mkani. Twende ukalale ndani kwangu basi. Mimi hapa pananitosha. Asante kwa msaada wako. Una uhakika na unachosema? Nina uhakika. Basi sawa. Wewe mwanaume upoje? Wewe mimi si nimekufukuza? Yaani mimi nakufukuza, unatoka, unakuja kujilaza hapa nje. Ili majirani wakipita wakuone umejitilisha huruma hapo nione mimi mbaya. Mimi sikutaki. Usining'ang'anie, usijikalishe hapa nje watu wakuona ujitilisha huruma. Ili nionekane ni mimi mbaya na kuonea wewe. Wewe si una kwenu? Uondoke uende kwenu. Mama, lakini unatambisa mimi nakupenda, mwanzo sisi kuishi bila wewe eti. Kila mtu ana haja ya kusikilizwa. Na ndio maana tuweka sheria ili kumsikiliza kila mtu. Hawa na hao wana nafasi ya kusikilizwa kama ile ilivyo kusikilizwa. Acha niwapatie nafasi tuwasikilize upande wao wanazungumza nini ili tuweze kuweka mizani sawa. Karibu. Sawa. Tuanzaje kuwasikiliza watu ambao wamenipiga, wamenichangia wote wawili na bado wamenifukuza? Tuanzaje kuacha waongee, wasikilize? Wataongea nini? Hapo wanataka tu kujitetea. Mwenyekiti, huyu ni shetani. Yaani huyu ni jini mla watu kabisa nakwambia. Wewe tumekupiga sasa ngapi wewe? Sisi tumemchangia kwa kipi yani tumemchangia kwa kipi? Hivi unajua mwenyekiti, muangalie tu hivi. Unamwona hapo anajilizaliza lakini ni mnafiki. Hapo ali. Haya ni maigizo tu haya. Wewe unalia tumekupiga saa ngapi maskini ya Mungu wewe dada, kuwa na huruma wewe. Mwenyekiti, usipokaa vizuri utaigiziwa na wewe utaanza kuteswa kama huyu. Huyu ni mchawi. Kajinga aka. Mwenyekiti, huyu ndiye aliyemlaza huyu nje. Usiku mzima hadi majirani wote wanapita wanamkuta pale nje kalala. Huyu ndio kamfukuzisha, akachukua mabegi ya huyu na kumfukuza, anamwambia hataki aishi naye pale nyumbani, wakati huyu ndo anayelipa kodi, huyu ndo anayetafuta chakula, lakini bado anafukuzwa. Alafu anasema sisi tumekuchangia. Tumekuchangia saa ngapi wewe? Tumekuchangia na nani? Mimi ninavyoona hii kisa haitaweza kuisha. Ningedhani tumetafuta suluhisho la kuweza kuimaliza. Suluhisho pekee la hii kesi ni hawa waachane. Yaani hiko ndo pekee ninachokihitaji.
Unaona mimi? Huyu ananitaka. Ungekuwa unataka usingekuwa unalazimisha mimi na Mkane tuachane. Mimi nikutake wewe? Ndio ananitaka. Kwa nini ulazimishe tuachane? Mkane anataka kuniacha? Mimi ninavyoona hii kesi ni ya wanandoa. Tungewapatia nafasi ya kwenda kuzungumza wakayamaliza wao. Sisi hatuna nafasi ya kuendelea kuizungumzia swala kama hilo, kwa sababu tayari imeosha dhahiri shahiri wao bado wanapendana na bado wanahitajiana. Mwenyekiti, hapana. Yaani hapana. Wewe Mkane, kwani umerogwa au? Hiki kichwa chako kina nini mzee wangu? Yaani unakubali tu eti hapana kweli serious? Wewe mwanangu umemroga. Unamwona anavyoongelea msumari. Yaani unazidi kugongelea msumari tuachane. Mimi naona sina haja kukaa kwenye kikao. Dharau. Hizi dharau. Mkane. So mbona sasa ningekwambia hii kesi ni ya wanandoa peke yake. Sasa unahangaika, sisi tulimaliza tufanyaje? Hatupaswi kulimaliza, watamaliza wao ndani kule kule. Mwenyekiti, hii sio kesi ya wanandoa. Hii ni kesi ya familia yangu. Yule ni mdogo wangu. Yoyote ile nitakayompata atakuwa ni juu yangu mimi. Yeye sijui kasema tena ingilia ndoa za watu. Mimi naingilia maisha ya mdogo wangu. Ngoja. Sasa wote mnaondoka, tunafanyaje sasa? Tuvumilie, ndio serikali yenyewe.